Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani, wahudumu wa Bwana, na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari na mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Amen. Tuombe. Huyu ndiye Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe usiyechoka kusikia maombi yetu. Hata pale tunapokuja watoto wako tukiwa wachafu kabisa, unatusikia na kutusamehe. Asubuhi ya leo watoto wako katika mwanzo huu wa wiki ya Kwaresma, tunakuja mbele zako Bwana. Katika mwezi huu wa majuto yetu, tunaomba utusikie. Watoto wako tunatambua kwamba tu wenye dhambi. Tunasogea mbele zako kwa mioyo ya kunyenyekea, mioyo ya kushuka, mioyo iliyopondeka, upate kutusamehe. Sema na kila mmoja aliyeingia mahali hapa kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Amen. Washarika tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo siku ya kwanza ya Kwaresma kwa mwaka huu wa 2026. Tumepewa wazo kutuongoza linalosema lalueni mioyo yenu. Kama ambavyo tumeimba kwenye wimbo namba 81 ikisema, ulimwengu tazama mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Wakristo wenzangu, tumemsoma nabii Yoeli katika maandishi yake haya. Ameanza kujaribu kuonyesha maafa makubwa ambayo yalitokea, na sababu ukisoma nyuma inaonyesha sababu ya nzige ndio waliosababisha usumbufu huo mkubwa na maafa makubwa katika mji wa Yerusalemu na viunga vyake. Maafa hayo yaliambatana na ukame, na hivyo kumfanya nabii Yoeli kuona kabisa kwamba hiyo ni hukumu ya Mungu kwa Yuda kwa sababu ya dhambi za watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ule watu wa Yuda walijisahau, walizama kwenye ulevi na kutokujali mambo ya Mungu hata kidogo. Wakati ule watu wa Yuda walijisahau, wakabezi kwenye ibada za sanamu. Wakati ule watu wa Yuda kumwaga damu kwao haikuwa tatizo, yaani kuwaua watu wengine wasiokuwa na hatia. Dhambi ilitawala. Dhuluma kwa masikini lilikuwa ni tatizo kubwa. Ndipo Yoeli anaona hii ni hukumu ya Mungu. Nabii anaanza kuwaonyesha watu wake kwa njia pekee ambayo ingemfanya Mungu kugairi hayo yanayotokea kwenye maisha yao ni kwa njia ya toba pekee. Hakuna njia nyingine ambayo ingewasaidia kumfanya Mungu akawageukia tena, Mungu akawatazama kwa upya, bali ni kwa njia ya toba, kulalua mioyo yao na kumgeukia Mungu kwa upya. Akasema kuvaa magunia tu na nguo zilizolaluliwa zilionyesha tu hilo onyesho la nje
ambalo halikuleta badiliko la ndani, kwa hiyo halikufaa kitu mbele za Mungu. Hivyo iliwapasa kulalua mioyo yao ndani, kutubu, kutafuta toba ya kweli, ili Mungu aweze kusikia, ili Mungu aweze kuwaona. Hapo ndipo anapewa agizo la kuwakusanya wote, asiwepo hata mmoja atakayekosa. Tumesoma, anasema kusanyeni wote, hata watoto wanyonyao maziwa. Soma sehemu nyingine Biblia inaniambia bwana harusi asitoke ndani au asiende mahali kwa muda wa mwaka mzima. Lakini katika hili, namna linavyoonyesha umuhimu, anawaambia bwana harusi atoke chumbani, bibi harusi aache hema, watoto wanyonyao watoke, wazee kwa vijana, wote wakusanyike kwa pamoja kwa ajili ya toba. Ulikuwa ni wito mkuu kwa Yuda, wito wa toba, ili taifa lirudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wito huu ulionyesha kuwaonya watu juu ya hukumu ya Mungu, kuwaonya watu wote wa nchi ya Yuda juu ya hukumu ya Mungu. Lakini pia nabii anaonyesha kwamba Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu ni wa neema. Kama watu watageuka na kuja kwake kwa njia ya toba, yu tayari kusamehe, yu tayari kuturudia, yu tayari kututazama kwa upya. Ndugu zangu, wito huu nabii Yoeli anaongoza. Hakubaki nyuma kwamba anapeleka taifa. Nabii Yoeli mwenyewe anaongoza watu katika toba. Inamaanisha nini? Hii inatutaka sisi kama makuhani kuona wajibu wa kuwaongoza watu katika toba, kuwaongoza watu katika kumrudia Mungu. Nabii Yoeli aliongoza mwenyewe. Na makuhani ninaozungumza hapa, msije mkawatazama wenye kola mkafikiri ndio hao. Wajibu wa makuhani ni ukuhani wa wote waaminio. Kila mmoja ana wajibu wa kumleta mwingine, kukusanyika pamoja kwa ajili ya wito huu wa toba. Wote kwa pamoja tuungane kufanya toba kwa ajili ya Mungu wetu. Na daima Mungu wetu ni wa neema, daima Mungu wetu ni wa rehema, amejaa huruma. Ukisoma Zaburi ya 130 mstari wa 3 inaeleza hivyo. Mtu anapogeuka au taifa linapogeuka kwa toba ya dhati, Mungu huondoa hukumu na kurejesha baraka, kurejesha nuru, kurejesha uzima katikati ya taifa. Mungu anaahidi kuwaletea tena divai, kuwaletea tena nafaka, kuwaletea tena chakula na mafuta. Watakula, watashiba, na aibu yao haitakuwepo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njaa ni aibu, kukosa mahitaji ni aibu. Niliposoma hapa nikakumbuka ni miaka fulani nikiwa mdogo, sikumbuki ni miaka gani, ilitokea njaa. Hata nyumbani kwetu tulikosa chakula. Sasa tukawa tunaenda kununua unga. Kwa wakati huo sikuelewa. Sasa nilipokuwa nikisoma jana ndipo naunganisha. Tunapoenda kununua, mama anatoa hela ya kununua unga kilo 1. Yule anayetumwa anamwambia jifunike kanga ili watu wasikuone kama umeenda kupima sehemu. Sasa nikawa simuelewi kwa wakati ule, kwa nini ujifunike mpaka na kanga ili ukipima kale ka kilo 1 ukafiche. Nilipokuwa nikisoma jana ndipo natafakari, kumbe njaa ni aibu. Mungu anaahidi kuwaondolea, kwa sababu atawaletea divai, nafaka na mafuta, ili aibu yao isiwepo tena. Na zaidi ya yote anaahidi kumfukuza adui, kumfukuzia mbali, kuondoa mabaya katikati ya taifa. Anasema atakomesha mateso na kuleta nguvu zake katikati ya watu. Ni ahadi za Mungu kwa wale wanaogeuka na kutubu. Ndugu zangu wapendwa, leo tunapoanza siku hizi 40 za Yesu kuendea msalaba wake, siku za mateso, Wakristo wote duniani wanaitwa kuingia kwenye kufunga na kutubu katika yale ambayo
tumetenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Wakristo wote duniani, mimi na wewe, tunaalikwa kwenye wito huu muhimu wa toba, wa kuomba toba, kufunga na kuomba toba. Familia tumeitwa, jamii imeitwa, kanisa limeitwa, taifa limeitwa. Kwa nini? Kwa sababu uovu umejaa sana. Haya tuliyoyaona kwa Yuda, si kwa Yuda tu, hata leo nini ni mashahidi. Ulevi uliokithiri hata katika nchi yetu ya Tanzania. Watu wanapoteza mpaka nguvu za kufanya kazi kwa ajili ya ulevi. Haukuwepo wakati wa Yuda tu, hata sasa hivi. Umwagaji damu, nini ni mashahidi, upo kama wakati wa Yuda. Watu ibada za sanamu, wamemwacha Mungu wa kweli, wamegeukia miungu yao, wakifikiri huko ndiko kuna amani, wakifikiri huko ndiko kuna mafanikio. Leo tunaalikwa kurudi kwa Mungu kwa njia ya toba. Harufu ya mizoga na nzige imetawala kila kona ya dunia. Dhambi imetawala kila eneo, huwezi kukwepa. Haki imeporwa, haki za watu hazipo tena.